Leo tunapiga bao na picha mpya. Mbona mambo hayo? Leo tunapiga bao na picha mpya. Unacheki mashine hii? Tunachekecha. Naam. Sasa nchekie moto. Leo tuna mwanamke anajiita Queen of Kung Fu. Yaani mwanamke anajiita yeye ni malkia wa Kung Fu. Anapiga ngumi balaa. Mbona leo utakaa? Unaona vitu hivyo? Ikiwa bado sijaanza picha lakini utambue kwamba hii ndio WPS Wasafi Production Studio. Kumbuka tuko Gati Jineri pale Masai mkabala kabisa na Masai Primary School. Ni Singapore moja. Unasubiri nini? Njoo chukue vitu vipya. Vitu vikaniko na vijana wangu bwana Shabani, Shabero. Umeona mambo CD Boy, Saidi. Check. Hii ndio Wasafi bwana. Tuwapige bao. Vitu vipya. Wanaita Queen of Kung Fu. Tuangalie leo picha. Ngoja nipige tangazo alafu mtu wangu tukae tuko sawa. Karibu. Nitainyosha ikaa kutulia hapo kuna shida. Mbona mambo hayo? Ni noma sana. Twende sawa. Basi wanamuita Muislam Video Library. Huyu ni jamaa wangu ukweli kabisa. Mshikaji wangu, jamaa wangu ukweli sana. Yeye anapatikana huko Tunduma pale. Ni muuzaji wa jumla na rejareja movies zote kwa bei poa sana. Memory card, charger za simu, earphone, phone cover, protector, wanafanya window. Mbona mambo? Wako pale Tunduma pale. Ofisi yao ya pili inapatikana pale Kilimahewa sokoni pale. Pande za Tunduma kule. Kule mpakani kule. Na pale mpakani stendi hapo pia wanatawi jipya pale Kichangani. Mbona mambo? Ni pande za Tunduma pale. Jamaa wako vizuri sana kule Tunduma, ni wawakilishi wetu wa madijei wote bomba, wauzaji wa movie zetu, miendelezo wa siku za Jumatatu. Mbona mambo? Wako vizuri sana, wafanya miamala pesa. Wanaitwa Muislam Video Library, watu wa dini hao. Unaona mambo? Wako vizuri. Hawachagui, basi kazao ni bei che na ni watu wa Mungu. Unaona mambo? Wapigie namba za simu hizi hapa. Hakika hutojuta. Wanaitwa Muislam Video Library. Mbona mambo? Jamaa wangu ukweli sana. Leo atuongoza kwenye picha wanaita Queen of Kung Fu. Umeona? Pigia namba ya simu hii hapa. Kama uko pale Tunduma basi huduma zetu ziko pia huko. Za movie usipime. Karibu sana. Basi hakuna shida. Leo kuna mabinti waliokuwa wametekwa na mmoja hapo akiwa anatoa story, anasema kwamba akiwa ni mdogo mamake alimfundisha kwamba mwanamke anaweza kuwa ni rahisi, yani bei che lakini hauzwi. Wanasema pia mwanamke anaweza kuwa ni sexual, yani kijinsia jinsi ambavyo anavyoonekana, lakini pia sio mchafu. Umeona mambo haya? Yani mwanamke anakuwa ni rahisi, yani bei che lakini hauziki, hauzwi. Mwanamke anaweza kuwa ni sexual kutokana na jinsi yake jinsi ilivyo, lakini sio mchafu. Yani manake unaweza kufanya naye, yani kuwa naye leo, mwingine akawa naye leo, lakini pia sio mchafu. Unaona mambo haya? Sasa wanadai kwamba, unaona mambo haya? Kwamba huyo binti anatoa stories za namna hiyo. Anasema hivi. Hiyo ni usemi alifundishwa na mamake akiwa tangu ni mdogo. Yani siku zote mamake alimwambia kwamba mwanamke anakuwa ni cheap lakini hauzwi. Anakuwa ni sexual lakini sio mchafu. Mbona mambo haya? Yeye aliuzwaga huko Shanghai kwa ajili ya kuwavutia wateja akiwa kama mwimbaji, kama jinsi anavyodai. Lakini dunia yetu jinsi ilivyokuwa chafu. Yeye mwanamke wa kufanya kuleta joto na kuwavutia wateja wapi ili waje. Wao huko Shanghai kuna usemu na usemu usichukue, usiibe wala usiwe na tamaa. Kweli wakawa wanaishi maisha ya amani kwa muda mrefu sana. Lakini mbona wengine wao wakitaka mapenzi wanaochukua mabinti wanawabaka kibabe. Ukishabaka unakuaje? Anasema kwa kijijini kuku akizaa dragon, hiyo inakuwa sio dili mbaya. Mbona mambo haya? Lakini wakati wanapopiga story ya mabinti wa kutokea huko kijijini walikuwa wametekwa, ambao wengine wamepigwa sana kama jinsi inavyoonekana, wamejazwa kwenye lori. Kuna mmoja alidondosha yai. Ile yai alipewaga na mama yake, akaambia kwamba yeye akasema sasa huyu ana njaa, akalibugia likamkaba. Ilibidi ombe msaada.
Hii tu ile yai limedondoka kwa bahati mbaya, maskini Mungu, baada ya gari kuyumba ya watu walikuwa wamewateka hao mabinti. Basi hawakutaka kusimama mpaka walipokuwa wamefika ofisini kwao, wakapaki gari. Angalia jinsi huyo mmoja anaitwa Tiger, yeye akishuka ya maskini Mungu, ngazi yake ni huyu mchambia rungu. Huyu ni mtu mbabe na bastola yake, bastola za kizamani hizi. Umeona? Kuna kitu tayari alishafanya hapo na bunduki yake alikuwa nayo. Hawa wanaomba msaada kwamba mwenzao yai limemkaba. Kwa sababu hataki kuelewa, huo mlango ulipigwa ngumi moja na mwanamke mmoja, lango likafunguka, mpambe mmoja yuko chini. Wanaomba msaada, mwenzao amekabwa na yai. Hilo yai sio la kawaida. Huyu meno yake ametoka, alafu ni ya dhahabu, sijui ni ya madini. Amegongwa kama ametoka. Meno ya kuwekeza yale. Msaidie huyu aisee. Jina lake anaitwa Yeye. Badala kumsaidia alimgonga risasi ya koromeo, yai likaruka kule. Mabinti wakalia sana, wakasema ni mauaji. Sasa kuna dada mmoja akiona damu anazimia, anaitwa X. X akiona damu yeye anazimia. Huo ndio ugonjwa wake huyo binti. Basi Tiger ameshaua mtu kwa kumsaidia, anasema sasa hivi hakuna mtu atakayelalamika. Hilo yai limepigwa risasi likatokea kwenye koromeo la mtu aliyekuwa mkaba, lakini alijavunjika. Sio yai la kawaida, ndio maana usishangae mtu limemkaba badala ya kuvunjika. Unaona mambo haya? Na yeye tunajua ukiweka mdomoni linaweza kuvunjika, lakini sio hivi hivi. Achana na hilo, yai la maajabu. Basi huyo mpambe aliyekuwa mvunjika meno pamoja na mbabe wake huyo bwana Tiger, baada ya kuua mtu, huyo binti mmoja alipatwa na hasira. Alivunja mtu. Aliwekwa chini, mabinti wakawaibia, wakasema nyewe mlisema kwamba tusiibe, tusifanyeje, wakamuibia pesa nini ni aje. Manake na wao wanawafanyia vitu vibaya, wakakacha. Huyo binti mmoja alikuwa analeta ukombozi, yeye ndiye alivunja ule mlango ule wa gari. Ana nguvu. Kamletea shida, si mchezo. Hapo kampuni. Bara. Anapiga kama umeme. Mastabao. Huyo mwanamke ni kwere, akaingia na yai. Kibo, yai limegongwa lakini alijavunjika, likakaa mahali. Ndio anaingia mzee. Bwana Tiger akataka mjue mwanamke ni nani. Sija kuwa mtu kwa hii Golden Pao aliokuwa nao, lakini ni mpuuzi tu. Kaambia ogope wa Golden Pao. Jamaa kuna style yake moja anapiga, inaitwa Golden Pao. Anamweza sasa mwanamke. Tulia, msije kutaka kunisaidia, huyu ni mwanamke eti. Unataka kuniletea dharau? Yaani pigwa na mwanamke wa kijijini, alafu mwanamke huyu alikula mbata kabea cha dharau. Kuwa na heshima. Kuchonga sana mzee. Bwana Tiger alijaribu. Kumekucha. Hata mwanamke naye walimteka. Na hilo ujua waliteka kimbembe. Dada amezidiwa. Mzee mkubwa wa Golden Pao. Na mastaili yake anaitwa Golden Pao. Anatamaa, anataka mwache huyo binti uchi. Akikuacha uchi anakubaka. Dada kasanuka. Tabia yao kuwateka mabinti wadogo wadogo. Sasa binti akaona kumekucha. Aliguswa. Si mchezo. Uwi. Hey. Bala bala. Aliguswa. Ewe. Akaleta staili nyingine za Golden Pao, anafanya kupaa. Piga Tiger Claw. Jinze Jen saidie. Sasa Jinze Jen tangu alivyoguswa anaua wenzake badala asaidie, yani kwamba hata alivyoguswa meno yakatoka amechanganyikiwa. Badala atoe msaada anaua wenzake. Alafu anamshangilia ubinti. Unaona kachanganyikiwa hata. Badala amsaidie bosi wake anampigia ubinti makofi. Chukua yai. Ile yai. Pigwa kitu akameza. Pigwa ngumi likavunjikia tumboni. Wapambe wengine wakaona hapa hakufai. Umeona
Huyu binti kuna staili yake ya kukugusa, badala ufe unabaki unacheka huko unaugulia maumivu. Umeona eh? Huyu jamaa aliuawa siku hiyo, hutakao uamini. Binti akawa anatafutwa na wao washenzi, wapo mtaani mbeba rungu. Sasa huyu binti anaye njaa. Umeona mambo hayo? Lakini ni msnichi, umeshaona shughuli yake ni pevu. Wajua ametokea mtaa gani. Taarifa zikafika mpaka polisi. Wanaangalia ile yai baada ya madaktari kupima kwamba ile yai lilivunjikia tumboni. Manake mwili wa marehemu ulipelekwa kwa madokta hapo. Akamwambia ile yai yasemekana kwamba limeguswa, limerushwa, limetupwa. Jamaa anataka kutapika manake ile yai jinsi ilivunjika. Anasikia kichefuchefu mjomba. Ndio yai ilikutwa huko tumboni kwa mshikaji. Kumekucha. Wanasema mtu lazima atakuwa na nguvu. Yai linavunjwa nje, halivunjiki, lakini limeingizwa tumboni kwa mtu, kabamizwa ngumi moja. Wewe unaitwa na jamaa anasema anaitwa Jinzen. Unamfahamu huyo mtu mwenye uwezo namna hiyo wa kuvunja yai lisilovunjika kwenye tumbo la mtu? Unaweza kuchorea tukamtafuta mara moja. Manake amemuua mtu mwenye pesa, mtu mwenye kiongozi mkubwa. Mbona mambo haya? Basi bwana huyu akamchora. Kuna askari mmoja mgeni asemekana amesomea nchi za nje. Wanasema huyu kamchora lakini amekosea. Hawezi kuwa huyu akawa na uwezo wa namna hii. Watu wakauliza nani huyu anajua sana nani huyu? Huyu amesomea nchi za nje. Ndio amekuja hapa nimemchukua kama kijana wangu wa kazi. Huyu labda achukue kesho aende akaendesha watu huko njiani mkokoteni. Mbavu. Akatolewa nje. Unataka kujua kwamba naye ana uwezo. Kanje. Mbona nyinyi mnacheza kamari askari hapa nje? Kuna askari wengine wa Kifaransa wako hapa kaambia, "Wewe mind biashara zako." Ni askari mgeni lakini hakuna mtu aliyokuwa amemjali. Anakana kwamba amesomea nchi za nje ni yeye. Sasa hiyo picha ile kumechorwa kwa ule bwana alikuwa anajieleza kwamba bosi wake aliuawa na mtu wa namna hii. Walifikiri hata ni mwanaume kumbe ni mwanamke. Huyu jamaa kama amemuona akaona polisi wanaweza kumheshimu na akapewa cheo iwapo mtu huyo atakamatwa mara moja. Ilibidi amfuate ubinti. Binti ana njaa. Mzee mkubwa anamnyima chochote. Vipi? Kambia wewe unaweza kusoma, kambia sio biashara yako. Miss, jina langu naitwa huyu. Ile ni hoteli yangu. Unatafuta kazi? Kwani usije ufanye kazi hapo hapo utakula bure. Alimtega binti huyu. Ile inaonekana kama ni hoteli kumbe ni kituo cha polisi bwana. Binti akakubali ili aende akale bure kwa sababu ana njaa. Ameweka bango kubwa kwamba hii ni hoteli. Alipofika jamaa akawanyoshia askari akamwambia ndio huyu. Manake mwenyewe anamuogopa. Mtu anapiga watu anavunjia mayai tumboni nafikiri mchezo huyu. Kamata huyu. Binti alipogundua huyu jamaa akamuuza mzee. Mletea shida. Anza na askari. Wewe mimi nilikunyima chakula. Wewe chukua tu ule usije kunifinya na mimi. Kumbe naye anauzwa. Njaa yake. Kula rungu moja akamwambia una njaa eh? Basi binti akakamatwa na watu wengine pia. Akapelekwa. Amefikishwa. Kaonekana kwamba huyu binti ana tamaa, ana njaa. Vyakula vikawekwa mezani. Akaja mkuu. Anaitwa mtaala Mr. Pei Tarumbeta. Huyu tabia kuimbaimba tu. Ndo aliagiza ubinti akamatwe badala ya polisi. Kaminiwa mvinyo kwa sababu anaheshimika. Ambaye binti unaitwa X. Una njaa? Kula kama una njaa. Ako kwetu wakula paka vitunguu vibichi. We kula. Yo, ayo, 还真不客气啊。行，吃吧。 Hebu subiri. Kwanza binti akauliza nyewe watu ni kina nani? 不是你们都谁啊？ Akaambia wanaitwa brother huu Peya. 金刚的名号。 Siuone mbaki watatu. Walikuwa wanne, yule mmoja anaitwa Mr. Bao umemuua yule Tiger. Tulikuwaga wanne. Wewe ndio ulimuua. Kumbuka, piga pigo moja akamvunjia yai tumboni akamuua. 不是，你怎么还
好意思吃呢？ 你要杀被 Jomba akaambia mimi ni mzuka, 那也不错， msiogope kwa sababu ndugu yenu hawezi kwenda mbinguni 我心 kwa sababu alikuwa na tabia mbaya. 七魂六魄， Mimi ni Golden Tiger. 不是， Wakacheka. We msichana, usitutishie sina mizuka yako. 我不是鬼门关， We sijui Golden, sijui Gate, sijui Tiger nani wewe? 敢有鬼来！ We mshenzi, takuua leo, umeua ndugu yetu. Tuko wanne tumbaki watatu. Eh? Akaambia tulia. Akaleta matusi, anasema huu mji umilikiwa na wanaume kama mashoga. Aisha alikamatwa. 脑袋点 Unatuishia si mashoga. Huyu dem ni wapi huyu? Godfather Aisha anatutukana huyu. Sio Godfather wa Mwenge. Huyu ni Godfather wa hapo mkuu. 不是那意思，姨父。 Mbona atuletea shida alafu unasema kwamba tumwache? 德高望， Mheshimiwa, 他是利剑无耻， kwa usiku wa leo, 能不能相提并论？ leo hatutumii bunduki wala visu. 建议 Leo nataka kupigwa mkono kwa mkono. 不见刀斧。 Huyu binti kama ana uwezo anaweza kuwa ni mwanangu, kwa sababu mimi sina mtoto wa kike. Unaona, sina hata mtoto niliyezaa. 我你， Endakaa kafaa kuwa hata mlinzi wangu. Kwa hiyo 他做我 akamwinua ndugu yake mmoja anaitwa Mr. Zuo ampiganishe na huyu binti, akiana mbeu binti akikupiga basi anakuwa ni mwanangu, hakuna mtu wa kumgusa. Kibao kimegeuka. Huyo bosi wao ni kuelele, anasema huyu binti akimpiga huyo mdogo wake mwingine huyu, basi ni bora awe mtoto wake ile wa mlinzi wake kuliko wamuue. Kumekucha. Zu akapambana, analiaje? Ewe kumekucha. Sasa ubinti tabia yake kunyoaga rasta. Ukifuga rasi anakupiga kipara sekunde. He, Mungu wangu, huyo binti yako unasema ni mwanao? 开始 Kapana kipara. 裴香兰的义女。 Akambia si umeona? Kuanzia leo huyu ni wa kwangu. Mtu asimguse. Na hana kesi ya kuhusu kifo cha ndugu yangu. Basi huyu binti akapata baba mlezi. Na ile sehemu alikokuwa ameua ndugu mtu ule Tiger alikuwa anamiliki sehemu hii. Yule mpambe wake na yule bwana alikuwa ameuawa, akaambia kwamba mkaribishe huyu binti hapa ni kwake, kuanzia leo atakuwa ndio mmiliki wa sehemu hii. Kwa hiyo ndiye atakayochukua nafasi ya mtu aliyemuua. Ili ujue ndugu wengine wanaye dhambi wanatakaga watu wenye uwezo. 我就是被他们卖到这儿的。 Huyu binti ana sheria zake, lakini akaambia pia kuna polisi. 我深知 Huyo polisi anaitwa Bao Chongfai. 他的定 Anamtamani huyu binti, anaona da huyu binti kiuno chake kinanesa, 必 alafu naisoshe kataarabu kake kakishikaji, 的白。 akajigonga. Maanake huyu askari anapenda sana mapenzi. Anakaribishwa, anaambia kwamba huyu binti 这年轻人， ni mtoto wa mkuu mtaalamu Mr. Pei. 那个是谁啊？ 哎，姐，你们 Hataki mikono ya askari, askari apenda mapenzi. 我这 Binti akamdharau, akaenda kumsifia nini kasuku. 鹦鹉，好相信 Huyo zee 这么放， zee anasema kwamba ukasuku ukimheshimu anakupa maisha mazuri. 天蓬 Yaani kama unafanya kazi unapata hela, unalipwa mshahara mzuri. 不拜生， Kama unagombea nafasi unaweza kuwa hata rais. 是达官贵人， Kwa hiyo 顶流民， bwana mkubwa wa askari, buvua kofia zenu, 托 mtoe heshima namna hii kwa huyu kasuku ili mbarikiwe kwenye kazi zenu za kukamata majambazi. Mr. Pei, 姐， huyu mtaalamu 为了 Zee akawa amechukia kwa huyu askari kwa sababu anaona huyu jamaa anataka tu amsalimie huyu binti. Badala mpe mkono ashika makalio, huyu mwanamke akamsukuma akamgonga. Askari akawa anatokwa damu. Na huyu binti akionaga damu anazimia. Na ugonjwa wake. 别晕血，我先送他回房。 Ilibidi apelekwe ndani akatulie. 姐， Akaambia kuhusu hapa bwana, tunamtegemea sana mtaalamu Mr. Bao Shofai. Huyo askari ulikuwa umemwona hapo nje. 生一起家的， 我呸！ Akaambia askari mimi namfahamu. Anamiliki mashamba makubwa sana ya madawa ya kulevya huko. 攒下几亩薄田， Lakini hapa Shanghai, tangu mimi nimepewa hii sehemu taimiliki, sitoruhusu mtoto aje auze madawa ya kulevya hapa na mabangi nini. 那鸦片， We, ongea taratibu bwana, huyu jamaa ndio kila kitu. Anafanya kazi mpaka na Wafaransa eti. 混沌诈欺， Maana kwenye kituo cha polisi uliona kuna Wafaransa pia. 哪会有？ Wanajiita French Education Police Department. Unaona mambo haya. Kwa hiyo ongea taratibu. Akaambia kwani mimi namuogopa? Akaambia wewe tulia. 哎哥，我呀， Sasa huko 以枪带炮， huyu Zuu kaua watu kadhaa. Anasema anamsaidia askari kazi yake kwa sababu hawa 一 walikuwa wanaandama, wanasema kwamba eti askari wafanyi kazi yao ipasavyo. 我这是替白探长维护。 Kwa hiyo ameisaidia polisi kufanya kazi yake, mtaalamu Mr. Zuu.
谁是鸟？ Kwani wewe ilikuwa nakuhusu nini? Wewe ni askari. 白探长，这还有一只鸟。 你要干？ Alafu wewe mara kidogo kuna mshikaji anaambia huyu mshenzi huyu msaliti huyu. 要求单挑，我叫霍云生，是霍 Kwani mimi nimefanyaje iseme mheshimiwa? 拳。 你这个小 Wewe pumbavu mkubwa, wewe ndio uliniuza saa zile. Mshenzi wewe ulikuwa unasema kwamba unanipeleka hotelini, kumbe unanipeleka niende pumbavu. Mara kidogo wamekuja watu wengine. Wawili. Askari akamwambia acheni mambo. Wakanyosha kubwa. Tunawatania bwana. Marago umeona ni kubwa hii. Ikabidi hawajakaa fresh, wakamchukua binti wakaenda naye. Wakamchukua na huyo mshikaji alikuwa analetiwa tabu muda mfupi. Alikuwa anaonekana alikuwa akimuuza binti muda mfupi alikuwa umepita. 因为我看到他对 Akaambia ni kwamba watu ende, kumbe aliwaita ili wamsaidie kwa sababu pale alikuwa anatengenezewa mazingira fulani mtaala Mr. Zuu. Zuu hajafurahi ndugu yake kumchukua kama mwanae ikiwa yeye alishamuua yule ndugu yao bwana Tiger. 那个蛋， Kwa hiyo mimi nilikutoa kijanja janja, akaambia wewe 他还在 unanifanyaga matriki mshenzi mkubwa. 替他报。 Mbona siku ile ulikuwa unawaelekeza askari wale wajione kamati, kumbe hata sio askari, ni security guards. 少爷， Sasa 你这个 akaleta watu wengi, wewe umeniuza tena? Akaambia hapana, hawa watu nimeambiwa kwamba wakulinde kwa sababu maisha yako yako hatarini. Unajua mimi nakupenda. 是我家。 Yaani kwa kifupi ndio hivyo. Kwa hiyo hao wote ni watu wangu, nimeambiwa wakulinde. Umlinde nani? Mdhibitini ubinti asiende mahali kokote. 干嘛？ Anamkonyeza, anaambia huyu mwanamke asiende mahali kokote. 有杀人！ Na huyu mwanamke ana shughuli zake nyingi, huwezi mzuia hapa. 你这个小 Ana mambo yake mengi. 你干嘛呀？ Sogea. Ni mbabe. Mara kidogo kamsukuma babake na huyu kijana hapo nje. 这！ Mkamateni, mleteni hapa huyu. 离家出， Baadaye binti akakamatwa akaletwa kwa mzee aliyemgonga. 还带回来个小媳， Huyu mzee anasema huyu kijana ni kijana wake huyu. 不愧是我霍 Anaitwa Huo. 是。 Huo Yunshan. 你刚才说什么霍家拳？ 啊， Sasa sababu za kuletwa hapa. Huyu kijana anampenda huyu binti, 说自己是霍家拳的传人， anampenda sana. 霍家拳虽然文书武弱，可咱们祖上的确是练霍家拳的。 狗嘴里 Lakini huyu mwamba akaambia si tunaye hoteli. Tunaweza kufanya mambo mazuri. Tuna chuo pia cha martial arts 啊， ambacho 打 angalia master kumfu ambao walishapitaga katika sehemu hii hapa. 拳谱， Staili zote hizi hapa ni za mababu zetu. 不信？ Kwa hiyo nimekuona kwamba una uwezo. Tunaweza kufanya jambo tukashirikiana kwa sababu hebu njoo huku. Huyu bwana naye anachukizwa na vitendo ambavyo vinaendelea hapo Shanghai, 确实， ambavyo vimekuwa vikifanywa mara kwa mara na wababe kadha wa kadha. Isitoshe pia anadai kwamba hata siku nyingine pia Wajapani huwa wanakuja wanaifanya hii Shanghai kuwa kama ya kwao. 这怎么一代不如一代了？ Umeona, 器武从商，取 anamwonyesha picha 这臭蛋， za watu kadha wa kadha. 我不和瘾君子打交道。 我不是瘾君子， Kwani usio mwanafunzi tu kwa pamoja? 别 Huyo kijana mtaalamu Mr. Huo 我去， anampenda sana binti huyu, 你不如跟我一起去投 akaendelea kumng'ang'ania huko barabarani. 干大事的人。 我是杀人犯， Binti akasema kwanza mimi ni muuaji, 这都是手。 usikae karibu na muuaji kama nilishaua mtu. Akamwambia lakini huna kesi. 好， Ndugu yake na yule bwana uliyemuua, yeye asema kwamba huna kesi. Akamwambia achana na mimi bwana, usiondoke bwana. Bibi anaogopa kumtongoza vizuri, ni mwanamke mrembo, lakini sasa anapiga kumfu. Ukikaa vibaya unaweza deki wewe, pika wewe, fua wewe, kila kitu ukafanya wewe, kukata kiuno pia ukakata wewe. 花火我有 Na kidogo kwa upande wa pili 大爷， ona kuna binti mmoja analetewa shida, yeye ni dansa, 哎，干什么呢？ akasaidiwa. Manake huyu mwanamke apendagi watu wanaonea wanawake, ndio maana hata aliwasaidia wale wengine muda mfupi leo kumepita mpaka akaua mtu. 他们人太 Mara kidogo kuna grupu linakuja. 多干闲事儿了。那鞋， I say Master X, 小的， Master X bwana bosi, Mr. Pay. 你就是金刚阁的鞋， Yani siku chache tu wewe 什么鞋？ umekuwa master. Huyu binti jamaa anashangaa, mtaalamu Mr. huyu binti anaitwa mkuu. 这才几天不见， Mbona aliua ndugu zake, aliua ndugu yao, na huyu tena huyu naye mtaalamu Mr. Zen ni msinichi nini huyu? 救国 Huyu binti mtaalamu Mr. Pay alimtuma aende akamchukua amrudishe kwenye klabu yao. 贼， Una mambo kwa sababu anamiliki klabu kubwa iko hapa. 我们被一虎算计了。 Sasa huyu binti anauliza swali, kwa nini polisi wasimkamate kama huyu mtaalamu Mr. Pao? 想必你
Huyu Mr. Pao, huyu askari ambao anamuita mtaalamu Mr. Pao Shafei hajamkamata kwa sababu kaka mtu hakusema wewe ndio ulimuua yule ndugu yake, alisema mtu mwingine alimuua 让说这一 ambaye hajulikani. Inamaanisha kwamba yule mtaalamu Mr. Pei amekupenda wewe kama mwanae. Yule bwana hanaga mtoto wa kumzaa, 挠他。 kwa hiyo amekukubali. 这原是豹爷房间，你看，这是裴老爷子亲赐的金门虎豹图。这图中只 Na anasema huyo ndugu yake mtaalamu Mr. Pei alikuwa na majaribisho kumuua kakake ambaye ni mtaalamu Mr. Pei, yule Tiger. Ndio maana ulivyomuua huyo bwana akakupenda bure, akakufanya kuwa kama mwanae, kwamba ndugu yake, kwa sababu sasa hivi ana ndugu wengine wawili. Yeyote atakayejaribu kuchukua nafasi ya kwake au kutaka kumuua ndugu yake atakutumia wewe. 这就是胡一吧，苗栗，他本是豹爷情妇，后被 Alimuonyesha picha nyingi, 他这 kuna mambo haya, akiwa anauliza kwamba wale mabinti ambao walikuwa wamekamatwa nao kwenye lori siku ile, wengine wako wapi? Akaambia wengine wameshakuwa ni makahaba huko, wale wadogo wadogo wameolewa na matajiri wafanya biashara haramu wa madawa kulevya. 给了码头劳工。 Huyo binti aliyemsaidia hapo nje muda mfupi uliokuwa umepita alimleta huku ndani. 哦，对了，焦小豆跟小七还在洗衣所，整日摇沙织布，靠着几顿凉粥才熬到现在。 哎，李英，要不然咱们给他们接到鲜亮门吧？ Binti alimwambia hivi, hapa sehemu alikokuwepo ni klabu pia, lakini hii klabu hairuhusu mtu yote kufanya biashara ya madawa kulevya. Itaitwa Heaven Happiness Club, 达飞 kwamba wao watakuwa wakifanya operation ya kuwazuia watu wote ambao wanafanya biashara haramu 成功的出 kwa siri kwenye maklabu yote, 入不讲， ili kuwarudisha wateja na kurudisha heshima zilizokuwepo kabla. Kwamba maklabu makubwa huko Shanghai, China, yalikuwa wakifanya biashara, mabinti wanakuja wanacheza, hakuna ubakaji, hakuna madawa kulevya. Lakini kwa sasa hivi habari inakuwa ni nyingine. Kweli hiyo klabu ikawa ni kubwa kwa sababu uhuni ukawa umeisha. 九里霞光飞， Maklabu mengine wateja wameisha, wanakimbilia kule kwenye ile klabu mwanamke alipo, kwa sababu kuna amani, kuna usalama. Hili jamaa linafurahi. Hili nasema na kuna wateja jamani, mpenzi na kuaje. Huyu ni mtaalamu Mr. Zhu. Alikuwa amepambanishwa na mjomba binti, siku ile akang'olewa nini, akapigwa kipara. Siku hizi anavaa kofia. Unaona eh? Mpenzi wake ni mwimbaji lakini wateja hakuna. Ikabidi wamfuate huyo binti ambaye yuko Heaven Happiness Club, ambaye ni ule mtoto wa kike bibi X. Wateja wamewakimbia wote. Sasa wanakuja kwa binti kwenda kuuliza kwamba kulikoni. 没了烟馆娼妓，从此不再乌烟瘴气。 Dada yuko na jeshi lake ambalo ni jeshi kubwa lilokuwa umepewa na ule mzee ambao wanamuita mtaalamu Mr. Pei. Ukija kwenye klabu yao ni kwamba kumependeza, kunaga uhuni, madawa kulevya hakuna. Unakuja watu na wake zao, mademu, wasichana wadogo wadogo wanakuja kuenjoy nyimbo nini, mambo yanakuwa yente, mambo moto fire. Mbona mambo haya? 此为五色 Huyo askari alimfuata tena huyo binti 文豪张老爷子亲笔题的， hapo wanapopaita the Heaven, 来看 wanaita Heaven Happiness Club. Unaona mambo haya? 哦，是四金刚和你吧？ Binti amejiachia kweli kweli, sasa hivi ni mkula. Ampata babake ambaye anamsaidia. Akamwambia askari bwana, yeye aje ajavyo na mizingaki ya pombe na vyovyote, lakini ajue askari sio mwema, ni muuzaji wa madawa kulevya kwa siri. Kwa hiyo urafiki wake hataki, na akimgundua pia atamfanyia ubaya. 你别叨叨了， 我是不是？ Wanasemaje? 告诉 Ndivyo jinsi ilivyo. 甭想发展 Na kuelewa vizuri. 多久。 Hata yeye binti askari pia hachezi naye wala hacheki naye, na askari wengi wanamwogopa kwa sababu amekuwa kama binti yake na tajiri mkubwa ambao wanamuita mtaalamu Mr. Pei. Waogopa mtu anazuia, mtu anaficha kuhusu habari ya binti kwamba sio muuaji wa mdogo wake. 行， Wewe unafikiri wewe kajambanane yeye atakufanyaje? Yule bwana polisi wengi wanamheshimu, wanamuita mtaalamu Mr. Pei. Majibu yake mtaalamu Mr. huyu wanamuita Bao Shafei, majibu ya huyu binti hakumfurahisha hata kidogo. 打不得呀！ 怎么打不得？这卖国贼的屎盆子， Wapambe wote ni wa kwake. 喜 Unaona mambo haya? 唱片 Hana shida. 喜爷说他是果盘，他就是果盘。 Anakuwekaga meno ya dhahabu muda wote. Yale mengine kumbuka alitokaga kaweka mengine anang'aa kweli kweli.
Basi kijana mtaalamu Hua leo alikuja akiwa anamweleza binti kwa undani kwamba anampenda. 哎，你个绿豆糕子，你来这干嘛？ We vipi, mbona una tabia kunizoea? Akaambia ni kweli. 啊？ Anamwambia binti, unanivutia 啥？ 我爱上 ushujaa wako. We nitakupiga eti. 这段 Jamaa anasema nipige mpaka nife, lakini sitaogopa, hakika we ni wa kike na kupenda. Unanivutia ushujaa wako na kila jambo. 我满脑子想的都是你对我拳打脚踢的， Takuua, akaambia we ni uwe tu, 你的铁拳 lakini ninakupenda kupita maelezo. Binti atakaye kutongozwa 说了， anajiona ni wa kiume mbabe, mtakupiga ngumi eti. Anaambia mtoto wa kike ana jinsi ulivyo umeumbika. Sasa huko nje vurugu zinaendelea. Huyo mwimbaji wa hapo The Beautiful Club, hapo Happiness Club, anagombana ule mdada ambaye uko kwao kunaga wateja. Mshenzi malaya mkubwa wewe, wewe umeniibia wateja wangu wote, naimba peke yangu kaa shetani. 歌姬， Unaniibia wateja wewe. 鸡呀！你再说一遍。 Toka hapa. 咯叽咯叽咯叽咯叽咯叽咯叽。 Piga mbata moja. Jamani anae. Penzi wangu uko wapi? Nadhalilishwa hivi. Huyu mwanamke amekomaa. 阿西，他胡说。 Anatafuta kesi kwa sababu hii klabu inaonyesha wateja wengi wamehamia hapa. Sasa alitumwa kuleta vurugu tu kwa makusudi. Huyo si mpenzi wake mtaalamu Mr. Zhu aliyepigwa kipara kwa kung'olewa nywele. Akaambia kamata huyo. Mpenzi. Wewe washenzi ndio wafanyaga na imbaga peke yangu, wateja wote wamehamia huku. Walinzi wakasogea wa hiyo klabu ya Happiness Club, inaitwa Heaven Happiness Club. Sasa wewe si ndio ulikuwa unasema unampenda huyu binti? Haya, msaidie sasa kupambana na maadui wako. Nako wakawa wamejua udhaifu wa binti, anaogopa damu. Kaparuliwa mtu, damu ilivyotoka tu binti kazimia. Manake esi ndo mbabe wao. Sasa kilichobaki uwa wote hao. Jamaa anacheka. Dada huko mpaka akili yake rudi sawa. Huyu binti anaogopaga damu, huyu BBX anaogopa damu. Jamaa akaona sasa inabidi apambane, kwa sababu yeye alijitoa kwamba anampenda bibie kwa dhati, lakini anamuogopa huyu jamaa, anaongea naye kwa kuogopa. Kwanza aliguswa moja. Jamaa anacheka, anasema napafunga hapa leo, hakuna mtu atakayebaki hapa da. Mpenzi wangu anaimba bure mwenyewe. Sasa binti akakumbukaga stori za huyu chali, jinsi alivyokuwa anasema anampenda, pigia stori za kwao. Akaamka, ndio akili imerudi. Kumekucha. Huyo Queen of Kung Fu akikugusagusa sasa kuna staili ya kukupiga unacheka. Jamaa sema na maana ukipigwa unacheka, hiyo ngumi inatekenya au wadada, kuna staili ya kugusa unachekaje? Pigwa hata za mdomo uchanji tena gomba la mkoka, lakini unabaki unacheka. Laini baadaye utakufa. We cheka tu. Ni kichapo iko mtu kapewa. Utakao uamini. Huyu jamaa baada kuona ubinti anamletea ngendembwe na hataki ndugu yake ajue, kwa sababu ndugu yake ndo kamchukua kama mwanae. Ilibidi aongee na huyu askari apate mbinu za kumpa kesi huyo binti, manake anatuharibia bwana huyu. Aliua ndugu yangu. Mkashindwa kumdhibiti kwa kesi hiyo. Inakuwaje bwana mkubwa baya yufai? Akaambia ile kesi ilishafungwa, kwamba mlikuwa mnampa kesi kimakosa. Yule akufa kubugia mayai. Yule bwana Tiger bugia mayai ya mbuni. Basi kesi yake kae imefungwa. Mbona mambo haya? Akaambia bwana Shu Zu, kwa sababu mjomba anaitwa Zu. Weka kutulia bwana. Kuna Mjapani mmoja, huyo ukimtajaga tu lazima aje. Kama hivi ninavyomzungumza habari zake lazima aonekane. Huyu anaweza kukusaidia. La sivyo mwanamke ameshakuwa ni shida. Wateja wote wamehamia mtaa wa 7 wakati una klabu kubwa namna hii. Ndugu yao mwingine ndio huyo. Akaambia si ni wafanya biashara. Umeona nimekuja na wao Japani hapa.
Huyo askari mtala Mr. Pao 不要和 Shofei, yeye anacheka. 俺のことを指さしてるか。 Huyu jamaa anaropoka ropoka Mjapani, bosi wake akampiga mbata. Usiongee kabla ya kwa sababu unajua unaropoka. 我这也是为了帮你呀。 Jamaa akaambia ukifanya kazi na huyu jamaa hapa. Lakini tushaambia tangu muda mrefu. 你就帮他们 Kina Takeda Longi, 去月代， kina sijui nani Tashishiro, tusifanye nao biashara wa Japani 可以。また俺 kwa sababu wana tabia mbaya. Okay. ダメ。 Tulia, shakwambia tulia, ngoja kwanza waongee. 是武田龙一 Unaona? 商会的会长。 Huyo askari akamwambia bwana, ukifanya kazi na huyu mtu, bwana Tiger alikuwa akifanya kazi na huyu mtu, ndio maana alikuwa akifanikiwa, yule ndugu yako alikuwa ameuawa. 就交给你了， Na ukiwa naye karibu, 他做事。 huyu bwana anasema wewe tulia, usimnyoshe kidole hivi kwanza. Maana jamaa anasema hawa watu ukiwakaribisha wanamiliki biashara, wanakuwa wao ndio matajiri. Na sheria zake ni ngumu kwa sababu akija hapa wewe kama hasira zake anatolea kwa mtu wake. 怎么打起来了？ Vipi huyu jamaa? Bora atolea hasira huko inakuaje kwa mtu wake kabisa? Joma kaambia ukiona utapata ujanja wa kulipa kisasi huyu mwanamke ambaye anakusumbua. 关系 Sasa usiogope kuwa naye. 过，谁是庸啊？雇主自然是虎爷您呐。这些月代武士 Mtu uko na jeshi kubwa hivi. 而做 Wewe umekuwa unapigwa pigwa, 他们送， unang'olewa nywele nini eh? 就这么简单。 Yule binti anawafanyia mambo ya ajabu. 这样子 Anawafanya mnakuwa vipara. 多好啊！ Kubaliana naye huyu wewe mtu wako. Ili akulinde dhidi ya huyu binti anaitwa Kushofe. Sorry, huyu binti anaitwa X huyo. Basi 看你没有 huku jamaa alikuwa akitibia, akamwambia pole. 带你出门， Usirudie siku nyingine. Kama ni mara yako ya kwanza kupambana, wewe unapambana kwa sababu yangu mimi. 保护好西。 Udada yuko na ule mwimbaji wake huyo. Huyo dada wa nyuma ni mwimbaji. 玩 Yeye huyo amepewa nafasi, anamiliki sehemu hii. Mwana mambo hayo. 我念你是初犯， Mara huyo Godfather kaja. 父，女儿之 Binti anamheshimu kwa sababu huyo ndo kampa maisha. Akamwambia mimi niko okay. 禁止 Anasema kuna tatizo. Tatizo ni kwamba nasikia kwamba kuna ujio wa Japani hapa kwa sababu yako. 渐冻的转， Lakini usiogope. Mimi niko kwa ajili yako. 没吓着你， Jamaa kaficha ile jeraha. 是过来看看你伤着没。 我没事儿。 哦，苏大， Niko kwa ajili yako mimi. 一虎在为日本人折腾茶叶，这让人赔 Mara 茶叶。 jamaa amekuja kuleta taarifa kwamba Wajapani wamekuja. Wao Wajapani ambao wanaongozwa na mtu mmoja anaitwa Emperor Taisho. 黄山毛峰送往东三省，说是救 Anasema kwamba Zu amefanya kuwa ni Zuzu kweli. Amewakaribisha wale wako pale. 往那窝岛送。 Akaambia Wajapani ni watu wa ajabu. Ukiwakaribisha kesho na kesho kutwa wanataka kuwa wao ni wakuu. 并 Wachina wanafahamu kizaazaa cha tangu miaka mingi ya hao Wajapani kipindi hiko. Kwa sababu hii picha imechezewa mandhari ya kipindi hiko. Mbona mambo haya? 这 Japani alikuwa ni tishio. 毛病 Aliwanyanyasa sana Wachina. Mbona mambo haya? 不过 Bwana Mr. Pei. 有理， Mr. Pei Tarumbeta. 一虎那孽子 Tarumbeta. 调包，戴罪立功。哎呀，这么看来，咱们喜爷独霸霞飞路是只可。 Binti ndo mkuu hapa. Aletewa kinywaji nini ni aje sofahamu. 还有那个什么苍井， Akaambia unazungumza nini puzi wewe, usije kuwa ni msaliti wewe, pumbavu wewe. 的劲，难成大。 Kwamba kama alimsaliti ule Tiger. 叫什么？ Yeye ndivyo jinsi anavyoishi huyu jamaa wangu. 喜爷， Upande wenye nguvu yeye ndo mahali anakuhamia huko huko. Yeye sio mjinga, ili uishi hapo lazima uwe mjanja mjanja. 喜爷， Yeye uko tayari kuwa hata mbwa. Kufuatafuata watu namna anasema kabisa ni bora kuwa mbwa 上就没。 kuliko kufa kizembe. 别把自己人人都 Huyo mzee wa suti na meno wa bandia. Hey, 这世道，狗好道。 alafu sometime anakuaga na makengeza. 真是爷， Akavuta bastola kwamba amuue adui, utashangaa amekuua wewe. Mwana mambo kwa sababu haoni fresh. Gopa watu wenye makengeza mjomba. Ni hatari. Waweza kuona vitu viwili viwili. Hapo kwa nje amesikia kishindo. Kuna watu wameshakufa tayari. 哎呀呀， Nani kawaua? 高手才是金门第一呀！这帮倭鬼，肯定是一虎派过来的。 Nani kaua?
你可得救救啊！ wameuawa na staili fulani ya Wajapani ambao wanatumia silver needle. Hizo ni sindano za kitaalam, naweza kuchomwa tu basi ukadanja sekunde za kuhesabu. 此事 Inamaanisha kwamba huyu jamaa analeta kesi, aleta kesi, 他告诉你， unaona eh? 君山银针是茶叶， Sasa huko wakawa mpata taarifa, wanasema kwamba huyu Mr. Zhu yende yani alishauriwa kuwakaribisha Wajapani kuja hapa. Wameshaanza kutufanyia mambo ya ajabu, wanatuua kimya kimya. Na huyo Mr. Zhu kwa kujitetea, kwa sababu hakuwa anawataka Wajapani, kwa sababu anajua mwisho wake nini, badala ya kupeleka chai akapeleka chai yenye madawa kwa huyo tajiri huyo Emperor Taisho huyo, akashtukiziwa na hali yake ni mbaya kule ilikokuwepo. Hasa wakapanga akili jinsi ya kujenga urafiki kwanza na Emperor ili wapate namna jinsi ya kumdhibiti. Tutakwenda hapo na akili ambayo inafuata ni kama jinsi ifuatavyo. Tukienda hapo, kwa sababu huyu bwana Zuu tunadai kwamba ni mtu wetu, sasa tutamchapa kwa kumtuhumu kwamba kwa nini yeye abadilishe ile chai aweke madawa badala apeleke chai kwa mkuu kama jinsi ambavyo alikuwa anatakiwa. Manake Zuu yeye alichokuwa anaogopa ni kumhudumia mtu ambaye amekuja kwake. Yaani anakuwa ndo kapuro wa kumhudumia mtu hata kama ni msaada. Na mpaka kwa sasa hivi ukiangalia anapigwa, alikuwa akijaribio la kumuua huyo mkuu. Umeelewa nani mbona? Nani nyie? Pumbavu. Anashangaa binti amekuja. Kushangaa ni watu wa kutokea Heaven Happy Club. Unaona mambo ambayo inaongozwa na binti. Ziomba mwadhibu mtu huyo. Aise boss, ni akili walikuwa wamepanga ile wamchukue kwanza mtaalamu Mr. Zhu. 运个茶叶而已，犯得着这么动刀动枪的吗？ 是。 Ongea kilichokuwa kimekuleta hapo pumbavu. 咱们你送那个我叫， Ongea. 你谁开的？ Huyo jamaa bila bosi wake 你人家， pigwa mbata, anaongeaga sana huyu Kirere, akamwambia ongea kwa heshima. 你得得喽。 Sipendi unavoropoka mbwa wewe. 你はfukushoko moimas。Sidala given gas。 Anaambia huyu jamaa huyu ni mshenzi. Tumesikitishwa na 啊， kile alichokuwa nakifanya, anataka kukuua, kukuletea madawa. 要什么个农民的？ Ongea. 君山 Utafanyaje? 哦， 就 jamaa anaropoka mpaka apigwe mbata na tajiri yake. 只是脑 Anaambia huyu ni mshenzi kweli kweli huyu. 货而已。嗯， Mr. Takeda huyu ni mfanyabiashara alafu unakuja kumfanyia mambo ya ajabu. Je- Wewe ulikuwa unampelekea madawa, unabadilisha chai yake, wewe mshenzi mkubwa wewe. 这是愚人，你过有 Utalipa 上有上规。 unatufanya si tuingie gharama kwa nini unashindwa kumkaribisha mtu tunayemheshimu? Unabadilishaji unataka 是个商人， ngoja tumwadhibu vizuri mtu huyu. 货 Sasa ni janja ili wamchukue kwanza wamtoe hapo na ili kumjengea imani kwamba mtu huyo bwana Emperor Taisho kwamba hao Wachina wanamuogopa. Muona mambo haya. Na akafurahi kweli kweli, kumbe anatengenezewa mazingira jinsi atakavyotolewa hapo. 发现 Jamaa alikuwa ametolewa huku nje. Jamaa akaambia mimi nachukia Wajapani kweli kweli. Hii ni janja ya jinsi ambavyo ulikuwa umemtoa mtu huyu. 里边待着去。 Akaambia lakini wewe Jomba huyu anamtetea ule askari. Anasema ule askari sio mtu mbaya, 死在日本人手里， ni askari mzuri. 我绝无怨言。 我呸！ Akaambia yule sio askari mzuri, yule ni panya msaliti. 那些人不是他杀的， Yule anakufanyia triki. Alikukaribishia Mjapani aje ili apate nguvu ya jinsi ya kumuua kakako mtaalamu Mr. Pei. 唱的是 Wamiliki wao wafanye biashara zao nzuri za kuuza madawa ya kulevya hapa. 才是真， Kitu ambacho kwa sasa hivi tuna operation nzito 不是 ya kukikwepa na kukipinga kwamba jamii yetu 你啥意思？ na kizazi chetu kinaangamia kwa sababu hiyo. 白探长 Sisi hili tumeligundua, ndio maana tumekuja kukuambia kwamba wewe ndio mtu wa karibu 好做， wa kumuondoa huyo 他要 askari kimya kimya bila Oh, yeah. watu wengine kujua. Akalewa sana huyu mtu mtaalamu Mr. Zhu. Akabaki akiwa anadai huyo mtaalamu Mr. Pao mshenzi na hasira na wewe. Andaliwa vinywaji, ana mpenzi wake binti mmoja yule ambaye ni mwimbaji. Anamuita huyo askari Bai Yufei, mshenzi we Bai Yufei. Mpenzi wake na nyodo zake jinsi ambavyo wanajishebedua wa China bwana. Wananyodoa. Ujiendaga China kwenye maklabu makubwa makaba nini wewe? 金球 Ukaone watoto jinsi wanavyojishebedua, watoto bomba. Hebu kunywa hii bwana ili
utulize pombe. Kumbe kapewa sumu. 8岁， Manake mpenzi wake na ashamwona huyu ni boya huyu. Ashahongwa pesa. 竖着进来，横着出去。 Washenzi hawa. Utawamaliza. Huyu askari nitammaliza. Akaambia ukienda kaburini utammaliza saa ngapi? 你什么意思？ Nasemaje? Ambia manake ndo unakufa hivyo. Anashangaa kwenye moyo kiki. Damu zinatoka. Alimuua na alikuwa ni mpenzi wake siku zote. Jua sometime, najua kahaba kukusaliti ni sekunde za kuhesabu mzee mkubwa. Yaani unakufa siku hiyo hiyo balaa. Achana na kahaba mzee. Fikiri kwamba umepata mwanamke malaya. Aya. Sasa hivi anatembea na ndugu yake na huyo aliyekuwa amemuua. Ina maana hao ndugu walikuwa 4 wamebaki wawili. Njoo hapa. Sasa mzigo unamilikiwa mtaa wa 16. Ale sana wale wanawake wengine wanaoa bwana zao ili wakaribishe vimada wengine humu ndani kwa ajili ya mapenzi moto moto. Kaambia bwana mkubwa alishachoka huyu, shazidiwa ujanja. Kaambia nimalizie basi. Kaambia alikuwa kwa siri, lakini sasa wewe leo nitalala na wewe mpaka asubuhi. Lakini mama Sambo na watako gumu hivi si mchezo. Sasa da ni shule walala kweli na huyo binti huyo ndugu mtu na marehemu huyo mpaka asubuhi. Yote ni kazi ule askari wanamuita mtaala Mr. Pao. Yenda afanya dili kuwakaribisha wa Japani sasa taratibu ili wamiliki makasino migahawa mikubwa hapo Shanghai. Simu inaita asubuhi na mapema. Mbona mambo haya? Achana na wanawake mjomba, utakiwa kuwa chonjo. Manake imeandikwa kuweni makini na hao watu, imeandikwa sio mimi. Ndio manake. Mambo. Asubuhi hivi mjomba unanicheki. 干得好，武田君很欣赏， Arashafanya upelelezi. 成为金刚阁的新阁主。 谢谢白哥，谢谢白哥。 我就知道，这个苍井宣助一定会乖乖听你的话的。 哎，为什么？ 他呢，根本就不是什么留学生，我打探过了。 Kwa hiyo wewe unanisaidia mimi kuitake over Golden Warrior Clan. Si ndo manake? 还是黑龙会首脑？ Jamaa wangu mimi nitakusaidia kwa kila jambo. Lakini ukiiteke hiyo Warrior Golden Clan ambaye ndio huyu askari ambaye anataka kuwa mkuu. Huyu bwana anasema ataingiza mzigo wake madawa kulevya, watakuwa wakifanya biashara kwenye maklasino makubwa. 助我。 Yaani manake watakuwa wakizalisha hiyo opium, madawa kulevya kama biashara kubwa. 我们 Watafungua sehemu kuko kumefungwa kwa njia za maji, njia kavu. 都弥漫着 Watakuwa wakipiga hela ndefu kwa sababu wewe ni askari pia utanisaidia. 先前那个 Na huyu mwanamke alivyokuwa ni mrembo atakuwa ni mwanamke wetu huyu. 面吧， Huyu bibie X huyu. 咱们多 Manake hata huyu Mjapani anamtamani kweli kweli. Huyu askari mwenyewe anasema hata mimi namtamani huyu, niachie huyu. 来， Mwanamke ana shepu, anapiga lakini ana kaushepu. Namtamani kweli kweli. Sasa wakati dili zao zinapoendelea watu wawili, huku leo hawa waliamua kunywa pombe wakalewa. Kwani siku wa kujipongeza tu, kwa sababu siku zote huwezi kukaaka kadem ndo wanakatamani. Lakini sasa kanapiga kumfu. Lakini kumbuka kakiona damu ndo udhaifu wake mkubwa. Leo walikula pombe sana. Walienjoy tu kunywa pombe. Hali waliona kwamba imetulia sana. Ubinti yeye ulevi wake ni kumfu pia. 小爷， Akaambia butulia. Na leo kijana Yun 慢点啊！ na alishajitoa mwanga kusema kwamba bora apigwe hata afe na huyo mwanamke, lakini anampenda. 没事。 Anamuuliza unafahamu Napoleon? Napoleon ni kama vile nchi imelala hii China. 好美啊！ The sleeping giant. Yaani kama mnyama au kiumbe mkubwa amelala. 中国呢？ Lakini Napoleon ni nani huyo? Wamelewa wanaongea. Akaambia huyu ni Mfransa huyu. Ni military commander, kamanda wa kijeshi. Ambaye alikuwa na uwezo wa kumtoa huyu detective Bai ambaye amekuwa akitunyanyasa
na kushiriki pamoja na vikosi mbalimbali vya wafanyabiashara haramu wa madawa ya kulevya. 拿破仑什么轮？ Na hii sleeping giant unaosema kambi hiyo ni kama mapinduzi. 军人 那他怎么不去革了那个白探长的职？ Namna jinsi ya kusoma ndio jinsi utaelewa na mapinduzi aina gani ambayo wanaweza kuwatumia kwa ajili ya kuwatoa watu wabaya. Akaambia unatakiwa kusoma vitabu. Dara akasema unifundishe. 飞路的拿破仑， Binti ameelewa. Jamaa anatumia nafasi kwa ajili ya kuwa karibu na ubibie, hata angalau apewe penzi, lakini bibie halali. 水师 Bara nataka afundishwe aina fulani vya mapinduzi ya jinsi ya kuwatoa watu wabaya. Mbona mambo hayo? 命到底是革谁的命？ 好， Kwanza mimi na usingizi, akaambia hata mimi na usingizi pia. Nasikia usingizi. Asa kama nasikia usingizi, jamaa asogea karibu angalau kuonjeshwa tu mabusu 100 kwa dakika moja, lakini bibie mabinti wanaopiga kumfua na kuwa pia ni wagumu. 我也困。 Lakini ukali wa simba sio kwamba hazalishwi. Simba ni mkali lakini tunaona anazaa. Ndio manake. Hebu leo tuangalie kwamba inakuwaje. Usiku wa binti ya kulala nataka kufundishwa namna mapinduzi ya jinsi ya kuwatoa na kuwadhibiti wa Japani na watu wabaya hapo ndani ya Shanghai. Mbona mambo hayo? Huyu Queen of Kung Fu Bibie X. Taratibu kwenye kumfundisha akaa anampeleka mpaka huko chumbani kitandani huko. Sasa jamaa piga miayo balaa, naona binti mwenyewe atapitiwa na usingizi mpaka dakika mwisho akawa amezidiwa. Kuliko hata binti. Binti alipoona kumbe na alikuwa anavuta muda ili jamaa apate ka usingizi, bibie ndo kapo. Na akame, lakini kumbuka huyu binti kuna staili ya kikugusa lazima ucheke. Manake hata kulala kwake ni ngumi tu anaotaga tu ngumi kamkata mshikaji ngumi. Mshikaji kakato ile staili ya vicheko. Angalia Anaweza mkata usingizini ukabaki unacheka hiyo staili, hiyo binti ni noma. Sasa huyu binti akashangaa unanicheka, ulikuwa unanichungulia, nikamwambia ona kitu umenifanya najikuta nacheka. Lakini kumbuka tumejisahau, tumelala sana. Leo ni birthday yule godfather wako mtala Mr. Pay. Na mabinti wako hapa wanaambia kwamba eti mnatakiwa kupendeza kwa sababu tumemleta yuko hapa. Hebu sogeni, mlikuwa mnachungulia nini hapa? Maana kama mnachungulia wakaona hawa watu wameshakuwa ni wapenzi. Hakuna simba mkali kwenye mapenzi. 爷子70大寿， Hata siku moja. 我这脑子，我简单收拾一下就过去啊。 那个裴老爷子点名让后公子跟您一块儿过去。 跟他一起。 啊， Sasa nyinyi mmesimama hapo kwa ajili ya kufanya kitu gani? Wakati wanatakiwa kujiandaa kwenda kule kwenye birthday ya mzee mkubwa. Chakula kimeandaliwa kizuri, madiko ya kutosha. Mzee ametulia hapo. Kumbuka alimchukua binti kama mwanae kwa sababu yeye hakufanikiwa kuwa na mtoto kwenye maisha yake. Alipenda staili ya binti na alimuona ni wa kwake kwa sababu yule ndugu yake mtaalamu Mr. Tiger ambaye binti huyo alimuua alikuwa na jaribio la kumuua mara kadhaa. Kwa hiyo alifurahi. Kwa hiyo kumlipa binti ni kumfanya kuwa kama mwanae. Hakutaka mtu mwingine kuwa karibu hapo. Aliwafukuza walinzi. Akaona wote waondoke, siku hiyo nyumba ibaki. Lakini kumbuka ana mpango wa kuleta walinzi wa kumlinda huyu binti na kuweka himaya hizi kuwa sawa kwa takriban walinzi 200. Ndivyo jinsi anavyodai. Basi wakati wa birthday ya mzee huyu akiwa ameandaa chakula kizuri, alimjulisha kama mimi nikiwa kama godfather, msijali kwa sababu nitakuwa upande wenu, karibu yenu milele. Mimi sina mtoto, lakini kumchukua huyu binti kama binti yangu pia nataka mjukuu. Kwa hiyo kama ukijana ndio umemchagua, hata mimi nimekubali. Wewe ni msichana. Nataka mjukuu. Nataka mjukuu. Nisikilizeni. Anatia huruma, kaambia mzee. 您放心，
wala usiogope. 陪着你。 Mungu akisaidia atakupatia mjukuu. 好闺女， Hakika nitafurahi. 义父 Na kwa furaha hii 这抱孙， basi acha niimbe kwa furaha kubwa kwamba 这事不难。 nitapata wetu leo, usimkatishe. 你这女孩子， Maanake jamaa alikuwa anasema binti, bwana huyu binti mgumu, akaambia tulia wewe. 父，你听着啊， Asema nikiwa kama godfather. 儿我 Basi ni birthday yake 桑叶 na anasema kuna zawadi kubwa ambayo anataka kuiweka siku ya birthday yake hapa. 养 好 Mheshimiwa, kaja huyo ndugu yake mmoja wa pekee aliyebaki ambaye tulimuona akiwa anamuua ndugu watatu muda mfupi uliokuwa umepita kwa kumtuma ule mwanamke kumwekea sumu kwenye kinywaji. Akamletea kichwa cha huyo ndugu yake ambaye anaitwa Zuu, alikuwa ameuawa kwa muda mfupi uliokuwa umepita. 不是我，是 Kama zawadi ya birthday akaambia kwamba muuaji ndio huyu unayemfanya kuwa binti yako yuko hapa. 杨表的扫把星。 We mshenzi, acha mambo ya ujo. Usiku wote mimi nilikuwa na ubinti. Akaambia usiku bibi alimuua kama jinsi alivyomuua Tiger ndugu yetu. 那他怎么不直接逮捕阿喜？ Kweli kabisa, akiwa anasema kwamba anataka kutawala kila kitu hapa. 知我何解归？ Sasa kwa siku ya leo haki lazima ipatikane. 我要见白探长。 Mzee hakuamini, akapigwa chuma. Binti akafungwa macho asione damu, kwa sababu akiona damu ni kimbembe. Usiangalie, tulia wewe, twende hivi. Ukiona damu si atazimia, watamdhibitaje huyu jamaa? 义父， Ambe pumbavu, ndugu wa kishenzi huyu. 刚 Pamoja na kukuletea kichwa cha ndugu yako, lakini bado huamini. 你不舍得， Basi sisi tatekea kila jambo hapa. Na alafu binti alivyokuwa mrembo, nitambaka kwanza kabla kila kitu. Uko wapi wewe? Oh, subutu binti. Asipoona damu anapaaje na wewe? Hey, hey! Kumekucha. 你先下楼，快 Kumekucha. 那你小心点啊！ 快走啊！ Bala. Jamaa kuja kuchomoka nje huko. Wazee wa vishoka wako hapa nje walikuwa wamekuja na huyo mbabe. 你们干什么？ Yote ni makusudi, yule detective wanamuita detective Bao. Aso bwana, wakati apigana na binti anachowaza ni mapenzi. Binti nimshika hivi nasikia raha. Sikia raha, ngoja ufe. Akamshika taarabu. Hey! Huyu binti dharau za staili hataki. 天下午 Anamwambia habari za jioni. 切， Bibi mtoto wa kike Exo, wewe kumuuaga hata ule jamani. Nilimuua mimi. Alafu unanipa kesi kwamba mimi ndio nimeua eh? Piga zile ngumi. Hizi sio za vicheko, alizimishwa mazima. Akashuka binti. Wanamwanya. 各位金刚阁的朋友， Akaambia huyu sio yeye aliyemuua yule Zuu, 他不 bali huyu kamuua mtu wetu hivi hivi kwa macho yetu tukiwa tunaona. 给老爷 Sasa mnachosubiri hapa, mnaangalia angalia nini wakati muuaji huko hapa? 专注。这按照你 Mnatakiwa mumfeke sekunde za kuhesabu, kwa sababu mwanamke anatumaliza. Na nyie sijui mnalipo kwa sababu zipi, mko na mashoka, mapanga, mnaogopa mtu mmoja. Pumbavu. Hey, kesi nyingine kwa mtoto wa kike ni kizaazaa. Twende sawa. Bwana. Noma sana. Hey. Jamaa anasema ndani ya dakika 30 nyingine, basi nafikiri kwamba mimi nitakuwa mtawala mkuu. Na ili ujue yule mwanamke ni msinichi, kashahamia huku tena kwa mtaalamu Mr. Pao. Kwa sababu wanawake bwana Yomba, wanawake ni kwere. Kuwa mwangalifu kukutana likahaba huko mtaa 7. Umekosea njia, lakini usijichanganye huko. Wewe naye Mjapani sio mpuuzi. Akaona nyinyi mnafanyia mapenzi ndani, mimi naendesha gari kama kapuku. Na nikakwambia Mjapani anapenda kutawaliwa. 辖区是咱们的， Akaambia usiogope Ashura. 探长， Kwa demo anaitwa Ashura. 后呢？你就是 Ashura mzuri. Ashura. Sikia chuma mbili zimelia. Huyu bwana Taishiro huyu. Che, Mnafanya mapenzi hapa, mimi sina hata demu kudadeki. Kwa kutulia huko. Yeye anataka amiliki kila kitu hapa. Alimtamanigi udemu hapa, anaipambana vikali bibia kwa sababu shughuli ni pevu. Umekucha. Oh, kama laki. Kauko. Hey. Hey.
Asa dada akaona damu. Itakuwa kazi kwa huyo mpenzi wake. Akiona damu anazimia kwanza. Akili haiko sawa, alafu ndio wanakuja, alafu mwenyewe hajui kupambana huyo. Maana bastola lake anawarudisha. Walenga. Mnakuja na mapanga, mimi na bunduki eti. Kumekucha. Piga chuma. Bala. Haja. Sasa risasi zimeisha. Zikiisha panga na shoka ni hapa kwa hapa, ana kwa ana. Twende sawa. Haja. Yote ni kwa sababu ya mapenzi, amependa, anasaidia. Pigwa panga kata. Hata wewe nakufahamu eti jamaa wangu kabisa wewe. Naambia mimi sio jamaa wako leo ufe. Mungu wangu wewe. Kwa ghafla baba mtu amekuja, babake na kijana. Anatengua. Hey, huyu uko okay? Akaambia mkwe, muangalie mkweo. Mkweo yuko wapi? Akamwonyeshia ubinti kwamba ni mpenzi wake, kwa sasa hivi anampenda kweli kweli. Yote ni kwa sababu yake. Baba akawa anaendesha gari, kijana wake mpigwa na mapanga ya kutosha. Binti amechanganyikiwa, akiona damu hali yake inakuwa ni mbaya. Anaambiwa isiwe lazima watekea the Golden Warrior Clan, ambao kwa sasa hivi inaonyesha kwamba Wajapani ni washenzi kweli kweli. Wakimiliki hapo inamaanisha kwamba watu wa Shanghai hakuna rangi watacha una hapo China. Hali ya jamaa ilikuwa ni mbaya. Alikuwa si mtu wa kuishi tena. Na siku ile babake anavyompenda kijana mjomba, inakuwa ni noma. Binti akamwambia, kama unanipenda basi endelea kuishi kwenye dunia hii. Akamwambia na kausingizi, acha nilale kidogo. Na usingizi. Jamaa alibembelezea mapenzi yake, hata mabusu, lakini binti alikuwa mgumu, hakumpa chochote maskini Mungu. Leo hali ni mbaya mshikaji. Baba akiwa anaendesha gari taratibu. Mbona mambo haya? Yu Shen. 我让你闭嘴你就闭嘴。 Yu Shen. 还是不是老爷们儿？ Yu Shen tayari roho yake alikuwa anabembea haya marukani. Alikuwa tayari ameshakufa. Kilio kilisikika kwa babake ambaye anaonekana amepaki mpaka gari mzee. Alilia sana. Hana mtoto mwingine zaidi ya huyu mmoja tu. Na alimlinda kwa gharama ndefu dhidi ya Wajapani na watu ambao ni wafanya biashara hatari wa pale mjini kwao. Yu Shen. Habari yake imeisha, walibaki wanamuita tu. Lakini amekufa.霍家拳弟子，家人祖辈姓，快意江湖。 Basi baadaye huyu bwana baada ya kuonekana kwamba ameaga dunia Yu Fei,
Huyu babake alidai kwamba alimlea kijana wake kwa mambo mengi, tena kwa ugumu kwa kila jambo, lakini hakutaka kumwonyesha kwamba yeye alikuwa ni mpambanaji ambaye alikuwa na uwezo mkubwa wa kufanya kitu chochote, lakini kwa sasa hivi ameshakuwa mzee, hakuweza kupambana. Kwa hiyo matukio mengi ya kipindi cha sasa hivi alikuwa anayaona. Kwa hiyo kuna style inaitwa 13 stab to kill. Umeona mambo hayo? Kama binti atakuwa yuko vipi afundishwe hiyo style. Manake mzee hiyo style anaifahamu, lakini yeye ameshakuwa ni mzee, atauawa. Matukio hivi karibuni mengi ameona, lakini ameshindwa kudhibiti kwa sababu ya uzee. Hakutaka kumuonyesha kijana wake kwa sababu hakutaka kijana apitie wakati mgumu kama jinsi yeye alivyokuwa mpitia wakati mgumu. Kumfundisha mwanae alikuwa anaona kwamba anampelekea kifo. Alitaka kuishi maisha ambayo ni simple, maisha ya kawaida. Kama binti anampenda au alikuwa akimpenda sana kijana wake mpaka dakika mwisho, kama jinsi ilivyokuwa inaonyesha ni kwamba alimtaka ubinti ajifunze ili kuondoa wa Japani haraka sana iwezekanavyo na huyo mshenzi mwanaharamu mkubwa ambao wanamuita mtaalamu Mr. Pao. Binti akawa anafundishwa sana babake kijana Yu Fao. Mbona mambo haya? Sasa na hivyo anavyopiga alafu uje mjazie tena utaalamu wa kung fu. Bora patachimbika. Yaani ina maana kwamba ni kizaazaa, si mchezo. Wow. Ni wa kike huyo mzee. Hey. Kumekucha. Balaa. Naitwa DJM. Kwa wale ambao wanataka matangazo na movie online, usikubali kudanganywa. Jiunge katika top list kwa 0678 095 458. Hiyo ni namba ya WhatsApp. Sasa kuna watu kadhaa tu wa kumalizia kwanza kuonyesha. Unaonyesha kwamba una uwezo. Feka. Gusa. Hapo ndio kuonyesha kwamba mwanamke yuko fiti kalikiti. Sasa leo huyu askari haikutosha nao wa Japani. Huyu askari habari yake nafikiri kwamba imekwisha. Huyo Mjapani kaja na wale watu wake Barakashia, anataka kuwafeka watu wa hapa sehemu wanapaita Happiness Club. Heaven Happiness Club ni ya kwangu. Umekuja kumfeka mtaalamu Mr. Z, mzee wa meno bandia. Jamaa akasema kwa hiyo umeleta madansa wa kiume au manake huko wanakujaga wa kike mbwa. Mjapani kwa visu. Jamaa mwenye tabia kupigwa na bosi wake ovyo huyo. Huyu ni msnichi huyu. Ni hatari. Kwa hiyo hawataki wewe, si ulikuwa na ule mwanamke, habari yako imeisha. Biashara imeisha. Jamaa wakati anakufa alikumbuka jinsi klabu ilivyokuwa na raha. Mtoto umejiachia. Kakumbuka marafiki zake wote pamoja na bibie. Kaka vile anaona. Kumbuka mambo mengi. Mbona mambo haya? Kumbe naye alikuwa akimpendaga ubinti sana. Hasa au matabasamu yake alikuwa akimpenda, lakini alishindwaga tu kumwambia siku moja. Ndio anadanja hivyo. Kwamba ukifa basi kumbukumbu za mwisho ni za matukio mazito au za wale uwapendao kwa dhati. Ndo taswira zao huwa huondoka kwenye uso wako wa dunia taratibu namna hiyo. Ndivyo jinsi ilivyo. Huyu binti alikumbuka siku moja ikiwa yuko kwenye operation ya kuwatafuta wa Japani. Mwana mambo haya. Ta ni ge Faguoren. Alikumbuka jambo hili hapa. Waisha ni la. Maisha huo. Ni de zhengzhi. Alikuwa anatafuta kitabu fulani hivi cha tiba. Acupuncture club book. Unaona mambo haya? Hiko acupuncture book. Kilikuwa kina mambo mengi kilikuwa kimeandika hapo. Hiko kitabu jamaa alikisoma kupata ujasiri wa kumtongoza huyu binti. Binti akabaki analia. Na jamaa alimhadisia kuhusu habari ya kitabu, ndio alikitafuta, kumbe kitabu ndio kilimpa ujasiri wa kumtongoza. Akigeuka hivi hataki kumuonyesha baba mkwe kwamba yuko kwenye hali ngumu. Bado anamkumbuka jamaa. Zaidi ya kumshukuru kwa kumfundisha,
kwamba sasa alikuwa akiomba aondoke. Unaona mambo haya? Queen of Kung Fu, Bibi Xe patachimbika. Kwanza huku watu wanasema ni mwimbaji maarufu. Picha yake inaonekana iko nje kwamba leo atakuwa akitumbuiza. Utauza mafegi nini ni aje, sigara za 150 ziko huko. Unaona mambo, mbeba maboksi makubwa. Watu wanafurahi. Mwimbaji mwenyewe alikuwa kirembo kwamba itakuwa ni sherehe kubwa. Atakuwa akiimba katika Japanese, tukio la Japanese opera. Ndio wanajiremba hivyo. Binti akawa mtokelezea mfuata akamwambia hivi, yeye wanaokufa ni wa China na yeye ni Mchina. Sisi ni wanawake ambao tumekuwa tukibakwa na kufanyia mambo ya ajabu tangu muda mrefu. Kila wakiwaondoa hawa wanakuja hawa. Wewe usiende kwenda kuimba pale. Ndoto yako sio kuimbia wauaji ambao wanatumaliza. Ufungashi virago vyako uende nyumbani. Kutaarifu kwa sababu kitakachotokea sitakuwa na msaada na wewe. Sasa natafuta pesa kwa sababu ndo maisha yalikuwa. Uende nyumbani sasa hivi. Nisije kukuona pale. Akaambia hutonizuia. Naimba nipewe pesa. Kama ni kubako, binti asema ameshabako vya kutosha. Kilichobaki ni kujiremba, kuimba, apate pesa, maisha yasogee. Wao ndio kwa sasa hivi wa kila kitu. Miss, niachie maisha yangu. Dada mambo mengi sana ameshafanyika kwake, lakini hakutaka kusikiliza maneno alikuwa anazungumza bibie kwamba leo ataanzisha hapa, au sio? Timbwiri la shangedere. Akakuta bado ile show inafanyika. Wale binti alikuwa amemuonya huko na wenzake. Sukuma watu kibabe, kawafuata hao mabinti kwamba wamekosa kazi ya kufanya. Nishakwambia tangu saa zile. Leta hapa gitaa langu. Ruvunja huko. Walinzi. Uso mmoja kwanza advertise. Akaambia kaa kukutulia huko wewe. Watu kumbe kweli kuna kacha. Niachie shughuli. Kacha. Kumekucha. Hawa Japani wafanya ni kwao ili wafanye biashara zao sasa. Mkuu anaangalia mtaala Mr. Taishiro. Rusho mtu mmoja akavunjika mshipa wa taarabu. Ndipo akaita ule kicheche. Bye. Tabia kupigwa na bosi wake ovyo, ni mashine. Kamgusa binti. Wow. Mzee anaingia ndani. Huyu jamaa ni snitch huyu. Binti akamcheki. Ngoja tuone. Twende sawa. Uta. Wow. Hapo. Kitu. Bwana. Haya. Hapo. 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 Jamaa shagara guso taarabu, apiga mbata moja binti. Ngusa taarabu. Ala. Binti yuko chini. Aya. Wanaita Queen of Kung Fu. Kambia barako imeisha. Sasa jamaa wangu akimkumbuka huyu chali yake kwamba mkufa kikatili kwa sababu ya watu hawa. Fundisha mistari ya mapenzi na ishara za mapenzi kwa kuwekeza vidole. Hivi vinife kabla wa maadui hawajaondoka. Itakuwa ni ngumu. Huyo Mjapani akaona kwamba ubinti ni Mchina tu kipuuzi kama wengine. Subutu. Ngoja sasa asimame, mpata nguvu. Kumbuka akiona damu analegea, analewa. Lakini safari dada akaona ngoja mziki wake aje umalizie hapa, mpe nguvu mwanamke mwenzake.
Kama inakuwa ni vipi wa Japani waondoke waelekea hera, kaimbiwa kanyimbo. Kuliko show yake ishe bure hivi hivi. Pigia show ya kumpa nguvu ya Kichina. Muonyeshe. Hey. Kumekucha. Hapo. Aha. Aha. Naam. Aha. Huyu lazima acheke. Buso hapo chini. Nasikia. Pigie ngoma. Aha. Piga 70. Sasa hapo ndo unabaki unacheka tu. Hizo ukipewa unajisahau, unajikuta unacheka. Unacheka kama mbwa. Hiyo style ni noma. Jamaa si anai pipe ataka kumaliza bibi mara kashangaa da. Hao ambao wanajiita the French Occasion Police Department wapo China. Wamefika akambe huko kwenye huko Japani wanakushtaki wewe. Akambe wanashtaki kwa sababu gani? Mbona mtu tu anacheka mara kidogo unashangaa mtu anacheka kawekwa chini. Vitu. Ala. Baraka ameisha huyo. Jamaa kufa vicheko hapo chini. Hao French wangeuawa, walikuwa wamshangaa mtu huyu. Hiyo ndo style ambayo mzee alimfundisha. Kambe ukimgusa huyu anacheka mpaka safari yake itakofika kwenda hera madukani. Yeye ni vicheko tu. Kwa hiyo akienda huko akutana baba Lusufu atamuuliza unacheka nini? Wewe achie kesi yao huko. Habari yake imeisha, alikufa siku hiyo. Unapigwa kitu inayouma mjomba, unabaki unacheka tu, unashindwa kujizuia. Ili ufahamu ujue ni kwere jo. Hao mastyle au sijajua jina lake, lakini ni kwamba inaitwa sijui 13 ngapi ngapi. Ni noma. Basi wale askari walibaki tu wanaangalia, lakini walitambua kwamba binti ana shida. Kesi yake imeisha. Alimwachia huyo ndege aende zake huko anakoenda. Asikae tu hapo kipuuzi. Mbona mambo haya? Anafanyaje mwanamke? Wanabaki tu wanajiuliza, lakini kwamba ndio hivyo. Kwamba kazi ya binti ilikwisha. Na kuanzia siku hiyo Shanghai ilikaa kutulia. Haikuwepo tena kama jinsi ambavyo ilivyokuwa. Na yote hayo binti aliyafanya kwa sababu wazazi wake pia walikuwa addicted wa madawa ya kulevya. Basi wakawa wamekufa maskini Mungu. Binti alikula kiapo kwamba lazima atatuliza hii mambo, itatulia. Ndivyo jinsi ilivyokuwa na DJ M kutoka WPS Wasafi Production Studio, kama kawaida, sauti ya mkali mtaalamu DJ M. Namba za WhatsApp ni 0678095458. Wanaita Queen of Kung Fu. Tropige bao. Twende sawa. Karibu.